Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa kituo cha Kenya Update popote mlipo, hamjambo. Karibu niwapashe, niwachambulie yale ambayo yameweza kuchapishwa kwenye magazeti hii leo Septemba tarehe 28 mwaka 2025. Tafadhali ninakuomba kama wewe unanipata kwa mara ya kwanza kwenye hichi kituo cha Kenya Update, upige subscription. Manake hapa ndipo utakuwa unapata uchambuzi wa magazeti kila siku. Tunataka hichi kituo kiweze kugrow, kiendelee kusonga mbele, kwa sababu sisi peke yetu, by the way we are the only channel wenye wanakuchambulia magazeti kwa lugha nyepesi ya Kiswahili, na tuko nayo ndio haya. Niko nayo hapa 1-on-1. Kwa hivyo mimi nimekwisha soma kila kitu. Naomba tuanze na gazeti la Taifa leo tarehe 28 Septemba, siku ya Jumapili mwaka 2025. Jinsi ambavyo unaona hapo, unamuona Uhuru Kenyatta, rais mstaafu, alafu hapa unawaona wabunge ambao wameweza kumsomea vikali. Je, Uhuru Kenyatta ameweza kufanya lipi? Tunaelezwa kwamba wakaanga Uhuru, yani wameweza kumkaanga Uhuru. Kwa nini? Wandani wa Ruto wamshambulia vikali rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kukosoa utawala wa Kenya Kwanza mkutanoni. So tunaelezwa kwamba naibu rais Kithure Kindiki aliweza kuwaongoza wabunge kama vile Oscar Sudi wa Kapsaret, Zahir Chanda wa mbunge wa Nyaribari, mbunge wa Emurua Dikir, Joanna Ngeno, seneta wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei, pamoja na mbunge wa Muhala Vincent Kawaya kuweza kumshambulia Uhuru Kenyatta kwa kile ambacho wanasema kwamba aliweza kumshambulia Rais William Ruto na kumwambia kwamba serikali yake imeweza kufeli. Tunaelezwa kwamba washirika wa Rais William Ruto jana walimjibu kwa hasira rais mstaafu Uhuru Kenyatta kufuatia matamshi yake ya kukosoa serikali ya Kenya Kwanza, wakimuonya kwamba kurejea kwake kwenye ulingo wa siasa kunaweza kufanya apoteze marupurupu ya uzeeni anayolipwa. Wabunge wanaomuunga mkono Rais William Ruto walipuuzilia mbali madai ya Bwana Kenyatta kwamba imethibitishwa alikuwa sahihi kuhusu uongozi wa Bwana Ruto, wakisisitiza kwamba serikali ya sasa imeweza kuimarisha uchumi na kuboresha huduma kwa wananchi. Kwa mjibu wa seneta wa sheria ya marupurupu, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta anastahili malipo ya shilingi milioni 39.6, pensheni ya kila mwezi ya shilingi milioni 1.3, pamoja na magari, ofisi, burudani, pamoja na bima ya afya. Hata hivyo, sheria hiyo inamtaka rais mstaafu kujiuzulu kutoka kwa uongozi wa chama miezi 6 baada ya kuondoka mamlakani, sharti ambalo Bwana Kenyatta hajatekeleza akiendelea kuwa kiongozi wa chama cha Jubilee. Kwenye mkutano wa wajumbe wa Jubilee jijini Nairobi, Bwana Kenyatta alisema alikusudia kujiuzulu, lakini kuingiliwa kwa chama chake cha Jubilee na serikali kulimlazimu kubaki kwenye ulingo wa kisiasa. So Uhuru Kenyatta aliweza kusema kwamba alikuwa ameweza kuamua kustaafu kutoka kwa ulingo wa siasa, lakini kutokana na kwamba serikali hii iliamua kuingilia chama chake, walitaka kumpokonya chama chake cha Jubilee, hataweza kuondoka kutoka kwa chama cha Jubilee. Uhuru aliweza kusema kwamba sasa ataenda kusimamia uchaguzi wa chama, usajili wa wanachama wapya kwenye chama chake cha Jubilee, pamoja na ataunda bodi ya uchaguzi ya chama cha Jubilee, kitu ambacho kimeweza kukera serikali, wakiona kwamba endapo Uhuru Kenyatta ataweza kufufua chama hicho cha Jubilee, huenda kikawa ni tisho kwa serikali. So wendani hawa wa Rais William Ruto wameweza kumkosoa Uhuru Kenyatta
kwa kile ambacho wanasema kwamba Uhuru Kenyatta anakwamisha miradi ya serikali. So eti akifungua kinywa hivi wananchi wanakataa serikali. Mfano, kuna huyu mbunge aliweza kusema hivi, ninakutafutia mbunge mmoja mwenye aliweza kunukuliwa, alisema kwamba hatuwezi kuruhusu nchi yetu irudi nyuma. Tuliweka msingi na maendeleo. Okay, huyo ni Uhuru Kenyatta alikuwa na hotubu akisema hivyo. Mbunge wa Emuru wa Dikir, Joanna Ng'eno, alimshambulia vikali Kenyatta akimuhusisha na uovu mkubwa wa serikali, alifuja pesa za COVID-19. So mbunge wa Emuru wa Dikir, Joanna Ng'eno, anasema kwamba Uhuru Kenyatta aliweza kufuja pesa za COVID-19. So kama Uhuru aliweza kufuja, kumaanisha walikuwa na William Ruto. Hakuna haja ya kumshambulia Uhuru Kenyatta kwa kuweza kuambia serikali ukweli kwamba Linda Mama ambayo ilikuwa inafanya kazi wameweza kuiondoa, wameleta SHA ambayo ifanye kazi. Unaona viongozi hawa sasa hivi wanajitokeza kuweza kumtetea William Ruto kwamba serikali yake imeweza kufanya juhudi, kipindi ambapo imagine vijana wana kazi, bima ya afya ifanyi kazi, ukiweza kuangalia mauaji yamezidi, wakiambiwa ukweli wanakasirika. Hayo ndio yameweza kuandikwa kwenye ukurasa wa kwanza wa Taifa Leo Jumapili tarehe 28, na vile vile yameweza kuchapishwa kwenye ukurasa wa pili wa Taifa Leo. Ukurasa huu wa pili vile vile kasema kwamba IEBC sasa yaalika vijana wa Gen Z kujisajili kama wapiga kura kuanzia siku ya Jumatatu hapo kesho tarehe 29 Septemba mwaka 2025. Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC inaanza rasmi zoezi la kusajili wapiga kura hapo kesho Septemba tarehe 29, hatua ambayo huenda ikabadilisha mwelekeo wa uchaguzi wa mwaka 2027. IEBC imetangaza kuwa inalenga kusajili wapiga kura wapya wasiopungua milioni 6.3, wengi wao wakiwa vijana waliofikisha umri wa miaka 18 na kuendelea. IEBC inalenga kuongeza idadi ya wapiga kura kutoka milioni 22 hadi milioni 28 hivi karibuni. Zoezi hilo litaendeshwa kitaifa isipokuwa katika maeneo ambayo yana uchaguzi mdogo, ambapo jumla ya uchaguzi 24 zinatarajiwa kufanyika. So tunaelezwa kwamba IEBC inalenga kuweza kuwasajili vijana Gen Z, wale ambao tumefikisha 18 years and above. Mimi by the way mimi ni 27. So kuna wale vijana ambao walifikisha umri wa miaka 18 na wamemaliza high school na wameweza kujiandikisha, wamepata vitambulisho. Tunawaomba tafadhali kuanzia siku ya Jumatatu hapo kesho tarehe 29, IEBC inaanza kusajili upya wapiga kura. Gen Z, unajua tumekuwa tukipiga kelele kwenye mitandao ya kijamii. Huu ni wakati mzuri sasa tuweza kupiga hatua ambayo itakuja kufanya tuweza kuleta viongozi ambao watatupea maendeleo. Hatua hii ambayo tutapiga ni kuweza kuchukua kitambulisho, uweze kujisajili, useme mahala ambapo utakuja kupigia kura. Ukijisajili 2027 utakuwa kwenye njia mzuri ya kuweza kuhakikisha kwamba unaleta yule kiongozi ambaye unaona atakuja kuleta maendeleo. Kwa miaka miwili iliyopita, vijana wamekuwa wakiandamana kulalamikia hali ngumu ya maisha, ukosefu wa ajira, ushuru wa juu pamoja na ukatili wa polisi. Lakini sasa sauti yao huenda ikahitajika zaidi kwenye siasa rasmi. Ripoti ya sensa ya mwaka 2019 inaonyesha kuwa kuna vijana milioni 17.8 wenye umri wa miaka 18 mpaka 34, ambapo milioni 14 wanastahili kupiga kura mwaka 2027. So tunawaomba mpenzi mtazamaji, ewe mzazi wangu, ewe baba yangu, ewe ndugu yangu, ewe kazini yangu, endapo uko na relative
mwenye aliweza kuchukua ID juzi na ni kijana wa Gen Z, hakikisha kwamba anaenda kujiandikisha kama mpiga kura ili 2027 tuweza kufanya maamuzi ambao ni bora, maamuzi ambayo hatutaweza kulalamikia serikali imeweza kutuweka kando, wameweza kutunyanyasa. Sisi wote tunataka kuweza kuleta maendeleo kwa kuchagua viongozi ambao wanawajali wananchi. Kwa hivyo chukua hatua uweza kumshauri mtoto wako mwenye aliweza kushika ID juzi, mwenye yuko na ID aweza kujiandikisha kama mpiga kura. Ukurasa wa 3 wa Taifa Leo unasema kwamba wanafunzi 700,000 bado hawajajiunga na vyuo. Tunaelezwa kwamba wanafunzi 900,000 ambao waliweza kufanya mtihani mwaka uliopita, 700,000 hawajulikani waliko kwa sababu hawajaweza kujiunga na vyuo kama vile TVETs, hawajaweza kujiunga kama vile secondary, yani hawajaweza kujiunga kama vile colleges na university. Serikali haiwezi kuelezea waliko zaidi ya wanafunzi 700,000 waliofanya mitihani ama mtihani wa kidato cha 4 KCSE mwaka 2024 na kupata alama ya C mpaka E. Mkurugenzi mkuu wa huduma ya kutengea nafasi wanafunzi katika vyuo vikuu na vyuo vya kiufundi KUSSIPS, Daktari Agnes Waome alifichua kuwa kati ya wanafunzi 900,000 waliofanya mitihani wa KCSE mwaka jana, waliofuzu kusomea diploma ni wanafunzi waliopata alama ya C-. Cheti cha kiufundi ni D+, wakati kozi za kiufundi zinahitaji alama ya E. Ili kusomea diploma ya sheria inahitaji uwe na C+. Diploma ya elimu ya sekondari lazima uwe na C+, pamoja na diploma ya walimu wa shule ya msingi lazima uwe na C+. Dr. Waome alifafanua wanafunzi 200,000 peke yake waliopata alama ya C+ na zaidi walistahili kuendelea na masomo yao vyuo vikuu. Wengine 700,000 waliopata alama ya chini ya C+ walistahili kupewa nafasi za kusomea diploma, vyeti vya kiufundi, ila kwa sasa hawajulikani waliko. Mimi ninaweza nikakueleza kitu ambacho kimefanya wanafunzi kama hawa kupotea. Unajua wale ambao wameweza kwenda university ni wale ambao waliweza kupata alama ya C+ and above. Hawa wengine hawana pesa za kuweza kujiunga na college. Hawa wengine hawana pesa za kuweza kujiunga na colleges kwa sababu sasa hivi gharama ya maisha imeweza kupanda. Wazazi maybe hawana kazi. Gharama ya sasa hivi hata gharama ya masomo imeweza kupanda. So, wanafunzi wengine wameweza kuona kwamba masomo ni heri yakae, kutokana na utawala ambao uko mamlakani ambao umeweza kupandisha gharama ya maisha, gharama ya elimu. So, tunaomba serikali iweze kuingilia kati kwa sababu elimu ndio ufunguo wa maisha bora ya kesho. Sio eti kwamba lazima uende university ndiposa uweze kufuzu kwenye maisha. Hapana, hata wale ambao walipata D-, hata wale ambao walipata E, hata wale ambao walipata D+, hata wale ambao walipata C-, C+, na wao ni watu. Wanaweza kwenda pale, waweza kujiunga na colleges, waweza kujiunga na TVETs, waweza kusoma maybe courses za kiufundi, wawe watu wazuri. Mtu kama mimi si kuenda university, but nilienda college. Nikasomewa na habari. Amia, niko hapa kuwapasha. So, kwa hivyo tunataka wanahabari wengi, tunataka mafundi. Kuna kosi mzuri sasa hivi za plumbing, kuna kosi za kujenga nyumba. Hizi kazi za mkono sio kazi mbaya, hizo kazi ndizo ziko na pesa sasa hivi. Hata kama mwanafunzi alipata C+, anaweza kaenda akasomea ICT, aweza kutusaidia mambo hapa nje. Kosi ziko hapa nje ni mzuri. Tunahitaji madaktari wengi, enda usomee nursing. So, mzazi, tafadhali tunakuomba, wanafunzi asua wakati ambapo wazazi wanapitia wakati mgumu pale nyumbani, tunawaomba kile kidogo ambacho utakipata uweze kuwekeza
kwa mtoto wako mwenye aliweza kufanya form 4. Atakana kwamba hakupata C+ and above, usimdharau huyo mtu. Huyo mtu anaweza kaanzia hata certificate, aanzia hata diploma, ukuta amemaliza mpaka masters, na atakuwa kiongozi mzuri katika taifa letu la Kenya. Akina Hassan Ali Joho, so walipata D-, wakaanzia masomo ya chini kabisa certificate, wakaenda diploma. Sasa hivi Hassan Ali Joho waziri anafanya masters. So grade yoyote mpenzi mtazamaji inasaidia, bora mtoto aweze kuparamia masomo endapo serikali itaweza kuyarahisisha hayo masomo. Katika ukurasa wa 4 wa Taifa Leo tunaambiwa kwamba maiti za watu ni mlo wa mbwa nchini Haiti. Katika nchi ya Haiti ambapo polisi wa Kenya wametumwa kukabiliana na genge kuleta amani, raia wamezoea miili ya watu kutafunwa na mbwa katika mitaa wanayoishi. Katika mtaa mmoja wa jijini Port-au-Prince, Haiti, mwili wa mtu aliyekufa ulikuwa umetupwa barabarani au kuwa umefunikwa na hakuna aliyeshughulika kuondoa. Mbwa walikuwa wanaumega vipande huku wakazi wakipita bila kushtuka, hali ambayo kwa wageni ni ya kutisha, lakini kwa wenyeji ni kawaida. Tunaelewa upande wa Haiti magenge ya majambazi wanaua watu, wanaweka kwa barabara, na hakuna mtu mwenye atatoa huo mwili kwa barabara hata kana kwamba utaendelea kuoza. Tunaeleza kwamba hiyo ni njia moja ya magenge haya kutuma ujumbe wa kisaikolojia kuelekea kwa maafisa wa polisi na kuelekea kwa wale ambao wanapingana na wao. So mpaka hawa magenge ambao wako upande wa Haiti waweze kusema kwamba miili ile itolewe pale, ndio itatolewa. Lakini wasiposema haiwezi ikatolewa. Katika ukurasa wa 5 wa Taifa Leo unasema kwamba mapema sana upinzani kusherehekea one term ya Malawi. Wadadisi wa siasa wanasema. Wachunguzi wa siasa wanasema kwamba mrengo wa upinzani mapema sana kusherehekea kushindwa kwa rais wa Malawi Lazarus Chakwera. Viongozi wa upinzani Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua wamechangamkia kushindwa kwa rais wa Malawi Lazarus Chakwera, huku wakiwahimiza Wakenya kuiga mfano wa raia wa taifa hilo na kumuondoa mamlakani Rais William Ruto ifikapo mwaka 2027. Hata hivyo, wachanganuzi wa masuala ya kisiasa wanaonya kwamba kushindwa kwa bwana Chakwera ni onyo kwamba wasipoungana na kuwasilisha mgombea mmoja mwenye nguvu watafeli kumuondoa Rais William Ruto mamlakani. Kwa mjibu wa matokeo rasmi ya uchaguzi huo uliofanyika Septemba 19, bwana Chakwera alipata 33% za kura zilizopigwa, huku mpinzani wake Peter Mutharika akipata 57%. Bwana Gachagua na bwana Musyoka wamefananisha changamoto za kiuchumi zilizochangia kutimuliwa kwa bwana kiongozi huyo wa Malawi na zile ambazo zinashuhudiwa nchini mwetu Kenya wakati huo nchi chini ya utawala wa Rais William Ruto. So bwana Gachagua wameweza kufananisha yale matatizo ambayo yalikuwa yanawakumba wananchi wa Malawi ambao waliamua kumfukuza rais wao kama yale matatizo ambayo yanawakumba wananchi wetu katika taifa letu la Kenya, kama vile gharama kubwa ya maisha, kazi ya hamuna, mauaji, matumizi mabaya ya hela, ufisadi pamoja na mambo mengine. Bwana Chakwera ambaye ni kiongozi wa chama cha Malawi Congress Party aliingia mamlakani mnamo mwaka 2020 kwa ahadi za kupambana na ufisadi, kuleta mageuzi ya kiuchumi na kuongeza nafasi za ajira milioni 1 kwa mwaka. Ahadi sawia na zile ambazo Rais William Ruto aliweza kutumia kuingia mamlakani. So mrengo wa upinzani wameweza kuonywa wasisherehekee kwamba Malawi waliweza kumfukuza rais wao, bado ni mapema. So wakaweza kupewa ushauri kwamba kitu ambacho watakifanya ni kuweza kuhakikisha kwamba wanaungana na kuweza kumtoa mgombea mmoja mwenye yuko na nguvu.
Katika ukurasa wa 6 wa Taifa Leo unasema kwamba Weta afufua ndoto ya umoja magharibi. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amefufua tena wito wa muda mrefu wa kuunganisha jamii ya magharibi ya Mlembe, akihimiza viongozi na wananchi kuungana chini ya ajenda moja kabla ya kura za mwaka 2027. Unajua sometimes huwa nashangana viongozi. Wao wanataka wananchi waweze kuungana pamoja, waingie kwa serikali ndiposa waweze kupata maslahi yao. Waweze kupata kitu ambacho kinaitwa ajenda zao ziweze kutimizwa. Lakini wananchi wakiungana wakipinga serikali, eti hivyo sasa ni vibaya. So, Bwana Wetangula anaambia watu wa Mlembe wasiungane kupinga William Ruto, bali waungane wamuunge William Ruto mkono ndiposa wapate maendeleo. Ukurasa wa 7 wa gazeti la Taifa Leo unasema kwamba Gachagua anacho kibarua kuuza chama chake cha DCP nje ya mlima. Juhudi za aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kukipa chama chake cha Democracy for the Citizens Party sura ya kitaifa kwa maandalizi ya uchaguzi mkuu mwaka 2027 wiki hii zilipata pigo baada ya mgombeaji wake katika uchaguzi mdogo katika eneo bunge la Banisa kujiondoa. Adan Mohamed almaarufu kiongozi ambaye alikuwa ametangazwa akuwa mpeperusha bendera wa chama hicho cha Rigathi Gachagua cha DCP alisema alijiondoa kutokana na presha ya wazee wa jamii yake na ushawishi kutoka kwa Rais William Ruto. So tunaelezwa kwamba Rigathi Gachagua alikuwa amemteua bwana Adan Mohamed kuweza kupeperusha bendera ya chama chake cha DCP katika uchaguzi wa Banisa. Lakini kwa bahati mbaya William Ruto akapita nyuma, akaweza kumtongoza huyu bwana Mohamed Adan, kisha akamnunua, akampea 100 million ili akaweza kuondoa azma yake ya kugombea kiti cha ubunge kupeperusha bendera ya chama cha DCP eneo la Banisa. Ukiona mtu ameweza kununuliwa na kupewa 100 million ili kuweza kuachia nafasi chama cha William Ruto cha UDA, jua kwamba huyo mtu alikuwa ni tisho. So William Ruto anataka kuweza kushinda hicho kiti cha Banisa ambacho kiliweza kuachwa wazi baada ya mbunge wao kupata ajali ya barabarani upande wa Nairobi. Hayo ndio yameweza kuchapishwa kwenye gazeti la Taifa Leo siku hii ya leo ya Jumamosi, yani Jumapili kuniradhi, tarehe 28. Mbona nachanganyikiwa? Mwezi wa Septemba mwaka 2025. Mbio naomba nikupeleke katika gazeti la Sunday Nation tarehe 28 Septemba. Na katika ukurasa wa kwanza ni ile story tu ambayo tuliweza kuzungumza ya wanafunzi 700,000 hawajulikani waliko. Ukurasa huo ukaandikwa kwamba 700,000 go missing after Form 4. Education agency tasked with placing candidates in university and colleges after KCSE says it can only trace in its system 246,165 out of 961,144 who sat exams in 2024, raising hard questions on the fate of thousands that remain unaccounted for. Tunaelezwa kwamba wanafunzi wamepotea, hawajaweza kujiunga na vyuo vikuu au vyuo vya kiufundi au colleges. Nimekueleza sababu kwamba imeweza kusababisha ni gharama kubwa ya maisha, gharama kubwa ya masomo, pamoja na kazi hamna kwa wazazi kuweza kufanya ili waweze kupata karo. So tunaomba serikali iweze kuingilia kati, ihakikishe kwamba wanarahisisha masomo. Ukurasa wa 4 wa gazeti hilo la Sunday Nation September 28 unasema kwamba Gen Z's targeted as IEBC starts voter registration. Si hiyo story tuliweza kuzungumzia katika ukurasa wa katika
kipande cha gazeti la Taifa Leo, mahala ambapo sasa hivi IEBC inalenga kusajili 6.3 million Gen Zs. So Gen Zs mjitokeze muweze kujiandikisha kama wapiga kura ili muweze kumuondoa William Ruto mamlakani au muweze kumrejesha William Ruto mamlakani 2027. Katika ukurasa wa 5 gazeti hilo la Sunday Nation unasema kwamba no arrest 20 days after Mbobu Kyalo's killing. Tunaelezwa kwamba mpaka sasa hivi hakuna mtu ambaye ameweza kukamatwa kutokana na mauaji ya aliyekuwa wakili Kyalo Mbobu Mathew. Kyalo Mbobu aliweza kuuawa Nairobi mnamo tarehe 9 Septemba. Mpaka sasa hivi tarehe 28 yakaribia siku 20, hakuna yeyote mwenye ameweza kutiwa mbaroni ili angalau kuweza kuleta majibu mbona waliweza kuamua kumuua bwana Kyalo Mbobu. Mauaji haya yanalinganishwa vilevile, yanafanana vilevile na mauaji ya aliyekuwa mbunge wa Kasipul Ong'ondo Were. Ong'ondo Were naye aliweza kuuawa jijini Nairobi kwa kupigwa risasi. The same way Mathew Kyalo Mbobu aliweza kupigwa risasi. Mpaka wa leo hakuna mtu ambaye ameweza kupatikana kwamba yeye ndiye aliweza kuua Ong'ondo Were. The same way hadi wa leo hakuna mtu ambaye ameweza kukamatwa kuleta majibu mbona waliweza kumuua Kyalo Mbobu, kumaanisha kwamba taifa letu la Kenya hakuna usalama. Nilimuona rais akitembea upande wa Marekani freely, hana maafisa wa polisi, bali alikuwa anatembea tu kwenye mitaa ya USA. Lakini katika taifa letu la Kenya hawezi akatembea kwa sababu hakuna usalama wa kutosha. Insecurity imeweza kujaa katika taifa letu la Kenya. So serikali iweze kuangalia mambo ya security. Katika ukurasa wa 6 wa Sunday Nation unasema kwamba airport employees unhappy as talks prevent strike fail. As talks to prevent strike fail. Aviation workers have vowed to go to ground operations at the Jomo Kenyatta International Airport tomorrow on Monday in protest over the leadership of the Kenya Airports Authority. So tunaelezwa kwamba wafanyakazi wa uwanja wa JKIA hapo kesho wataanza mgomo kwa kile ambacho wanasema kwamba hawajaweza kufurahishwa na jinsi ambavyo wanaongozwa na shirika la Kenya Airports Authority ambalo linaongozwa naye bwana Caleb Kostani. Tunaelezwa kwamba bwana Caleb Kostani amekuwa akiongoza vibaya. A meeting convened on Thursday in a bid to avert the strike ended in disarray. No progress. The Kenya Aviation Workers Union KAGU has accused the Kenya Airports Authority chairman Caleb Kostani of interfering with operations and recruitment as well as attempting to weaken shop stewards. Tunaelezwa kwamba huyu mtu wa William Ruto Caleb Kostani ameweza kuleta uongozi mbaya upande wa JKIA, kama vile anataka kusimamia uajiri wa wafanyakazi, aweze kuweka watu wake pale. Unanielewa mpenzi mtazamaji, kitu ambacho kimeweza kufanya wafanyakazi hawa wa sasa wa uwanja wa Jomo Kenyatta International Airport kutisha kwamba hapo kesho wanaanza mgomo wao rasmi. Katika ukurasa wa 10 wanasema kwamba Uhuru under fire over Ruto attack at Jubilee Conference. Politics, Cherargei say former president risks losing his retirement packs. So tunaelezwa kwamba Uhuru Kenyatta yuko kwenye kikaangoni baada ya viongozi wa serikali kuweza kumshambulia kutokana na kwamba aliweza kumwambia Rais William Ruto ukweli kwamba serikali yake imeweza kukufa. So viongozi wa serikali wameweza kutisha kuondoa retirement packs, retirement benefits zake Uhuru Kenyatta endapo ataendelea kushambulia serikali
na endapo atarudi kwenye ulingo wa kisiasa, jinsi ambavyo Uhuru Kenyatta amesema kwamba atarudi ili aweze kusimamia uchaguzi wa chama chake. Tukiweka hayo magazeti kando, Taifa Leo na Sunday Nation, naomba tuende upande wa gazeti la The Sunday Standard. The Sunday Standard, gazeti la The Standard, jinsi ambavyo unaona hapo, wameweza kuchora picha ya Rais William Ruto, rais wa taifa letu la Kenya. Kisha kichwa wakaweza kusema kwamba King of Double Talk, yani mtu ambaye, rais ambaye, kiongozi ambaye kazi yake ni kudanganya tu. Anafanya hili, upande ule mwingine anafanya lile kinyume. Mfano, wakasema hivi: President William Ruto's speech at the UN dripped with the loved ideas: peace in Sudan, justice in Gaza, financial freedom for Africa, and security in Haiti. But back home, his government props up Sudanese rapid support forces, drones in International Monetary Fund debt, brutalizes Gen Z protesters, and lets gangs run riot in Nairobi while stalling clean energy projects. The irony is as glaring as it is damning. A leader who thunders abroad yet falters at home. Unasikia jinsi ambavyo The Standard wameweza kumurarua William Ruto. Unasema kwamba William Ruto kazi yake ni kudanganyana. Anazungumza hapa ama anafanya hili, akienda katika taifa lingine anafanya kinyume. Mfano, juzi tu wiki ambayo ilipita, William Ruto alikuwa upande wa United Nations kuwakilisha Kenya. Akiwa pale alizungumza maneno ya ukora mtupu. Mfano, William Ruto alisema upande wa United Nations General Assembly kwamba anakashifu kitendo cha vita ambavyo vinaendelea upande wa Sudani. Akasema kwamba anataka mara moja dialogue, hali ya mazungumzo iweze kutumika ili kuleta amani upande wa Sudani. Lakini cha kushangaza, akirudi katika taifa letu la Kenya, amekuwa akifanya mazungumzo na hawa magenge ambao wanaleta vita upande wa Haiti, yani upande wa Sudani, magenge ya Rapid Support Forces yakiongozwa na kiongozi wao mwenye anaitwa Hamdani Dagalo. Hamdani Dagalo wanafanya biashara na William Ruto. William Ruto anamuuzia silaha, wanaenda kupigana na taifa la Sudani, na wao wanamuibia gold, wanampea bwana William Ruto, anauza gold kuelekea Dubai. Sasa akiwa upande wa UN anajifanya mzuri wa kusema kwamba anataka amani upande wa Sudani, lakini akirudi katika taifa letu la Kenya, yeye anafanya biashara na taifa la Sudani, ama anafanya biashara na waasi wa Sudani, waasi wa Rapid Support Forces. Wanamuuzia silaha, yani wanamuuzia gold, yeye anawauzia silaha, kumaanisha kwamba yeye ndiye anachochea vita vinaendelea upande wa Sudani. Number 2, William Ruto aliweza kuishambulia kwa maneno makali International Monetary Fund pamoja na World Bank akiwa upande wa United Nations, huku akisema kwamba International Monetary Fund pamoja na World Bank wanaonea mataifa ya Afrika kwa kuweza kuwawekea vikwazo kipindi ambacho mataifa ya Afrika yanaenda kuomba loan. Lakini cha kushangaza, baada ya kushambulia International Monetary Fund pamoja na World Bank, aliporudi katika taifa letu la Kenya hapo jana, alifanya kikao na viongozi wa International Monetary Fund ili waweza kumpea loan. Ni kinaya si kinaya? Kitu kingine cha kushangaza ni kwamba William Ruto anajifanya mzuri, the king of double talk. Akiwa upande wa United Nations aliweza kulia
na kusema kwamba wananchi wa Gaza wanauawa bure. Wananchi wa Palestine wanauawa na Israel. Kwa hivyo akaweza kuagiza kwamba haki iweze kutendeka kwa Palestine. Vile vile William Ruto aliweza kusema kwamba sio vizuri wananchi wa Palestine kuweza kuuawa na Israel. Lakini ukirudi katika taifa letu la Kenya, serikali yake ndio inawaua Gen Z. Kipindi ambapo Gen Z wanaandamana wakisema kwamba serikali yake iko na uongozi mbaya, serikali yake imeweza kupora pesa za wananchi, serikali yake iko na matumizi mabaya ya hela za wananchi, serikali yake iko na ufisadi, serikali yake iache kuwateka nyara wananchi, serikali yake iache ukabila, serikali yake iweze kupeana kazi kwa vijana. Yani kinaya ni kwamba analalamika kwamba Palestine, Gaza wanauawa bila makosa. Lakini katika taifa letu la Kenya, yeye ndiye anaagiza maafisa wake wa polisi waweze kuwatwanga wananchi risasi kwa kuweza kupingana na serikali yake ya Kenya kwisha. Vile vile William Ruto is the king of double talk. William Ruto aliweza kuzungumzia amani upande wa Haiti, security ni Haiti. Kasema kwamba ni vizuri Amerika iweze kutoa pesa kuweza kupiga jeki maafisa wa polisi ambao wako upande wa Haiti ambao wanaleta amani. Lakini ukikuja katika taifa letu la Kenya, jijini Nairobi hakuna usalama wa kutosha. William Ruto analilia usalama uweze kupatikana Haiti, lakini katika taifa letu la Kenya hakuna usalama wa kutosha. Wananchi wananyang'anywa mali yao jijini Nairobi, wananchi wanatekwa nyara na serikali, activists watetezi wa haki za kibinadamu wanatekwa nyara, wengine wanakuwa kidnapped. Kwa taifa letu la Kenya hamna usalama wa kutosha. Na William Ruto akiwa pale nje, kazi yake ni kupiga kelele eti kwamba mimi naunga mkono hili, mimi naunga mkono lile, lakini tukifika katika taifa letu la Kenya ni kinyume na yale ambayo anayazungumza. Ukurasa wa 4 wa The Sunday Standard unasema kwamba from streets to the IEBC to the ballot, IEBC aims to register 6 million youth votes. Bado ni lile ambalo nilikuwa nazungumza. Sasa hivi Gen Z wameambiwa kwamba mliandamana, mkaonyesha umoja kwenye streets. Sasa tunataka muweze kuandamana kuenda kujiandikisha kama wapiga kura ili 2027 tuweze kuandamana kuelekea kwa ballot stations tuwachague viongozi. Sitaki niweze kurudia hiyo. Ukurasa wa 5 vile vile unasema kwamba Gen Z's eye political shake-up as IEBC launches voter registration. Yani vijana wameweza kuwamezea mate viti mbalimbali kipindi cha uchaguzi wa mwaka 2027, ama tukiwa tunaelekea katika uchaguzi wa mwaka 2027, kipindi ambapo IEBC imeweza kufungulia zoezi la kuweza kuwasajili wapiga kura. Political storm is gathering across the country as young people throw their weight into political contest ahead of the 2027 general election, entering play field along dominant by older politicians and retirees. So ladies and gentlemen, tunaambiwa kama Gen Z wameamua kumezea mate viti mbalimbali. Gen Z wameamua kuweza kujitosa kwenye ulingo wa kisiasa ili kuweza kuhakikisha kwamba na wao wanawania viti mbalimbali. Na mimi Gen Z na washauri hivi. Najua tumekuwa tukiongozwa na viongozi ambao ni wazee, viongozi ambao ni wafisadi. Viongozi ambao ni wafisadi, viongozi ambao ni wezi. So ninawaomba 2027 kipindi ambapo tunaenda kuandamana kuelekea kwa ballot paper tuweza kupiga kura. Vile vile naomba kabla ya kupiga kura tuweze kuwania viti mbalimbali. Gen Z tuweze kujitokeza tuwanie MCS kwa sababu tunataka kuweza kuleta uongozi mzuri. Tuweze kuwania MCS, tuweze kuwania ubunge, tujitokeze. Hakuna kitu eti lazima ukue na miaka fulani ndio ukue kiongozi. Kiongozi ni wewe. Gen Z nyinyi ni viongozi kipindi ambapo mliandamana
kulalamikia uongozi mbaya. Huo ndio uongozi. Tunataka tuweze kuandamana, tuwanie MCA seat, tuwanie MP seat, tuwanie senator seat, tuwanie governor seat, tuwanie presidential seat. So, tujiandae mapema. Ukurasa wa 10 wa gazeti la Taifa Leo, yani gazeti la The Sunday Standard, na huo utakuwa ni ukurasa wa mwisho ambao tunaangazia tuweze kuona kila ambacho kimeweza kuchapishwa pale. Ukurasa wa 10 wa The Sunday Standard unasema kwamba The Kenya Kwanza is trage comedy of stuttering communication. Ruto government will in the end be remembered for its insensitive, tone deaf, out of touch communication with Ruto as a lecturer in chief. Barack Muluka writes that the president's team excels in disciplined, combative, inconsistency, internally contradictory, and untrustworthy communication. Kenya Kwanza, tragic comedy of errors, made its way into the international space once again this week. At the heart of it was President William Ruto's lamentations over being abandoned with the ill-advised Haiti mission. But back home, the nation was in shock at the casual disclosure of the fate of police officer whose whereabouts in Haiti remain mystery. The tragic comedy speaks to limbing leadership, failure in government communications, and crying intelligence on the diplomatic landscape all at once. After 6 months of state frolicking on the disappearance of police constable Benedict Kabiru, the Kenya government eventually dropped a bombshell in a faraway New York, canvassing for fresh support for the UN-backed multinational security mission in Haiti. President William Ruto cut the matter to the chase with ice coldness. William Ruto, cha kushangaza, unajua hii serikali yetu huwa inaficha mambo. Mnamo mwezi wa Julai, ilikuwa mwezi wa ngapi? Mwezi wa 5 April, yani mwezi wa 5 Mei, kuna afisa mmoja wa polisi bwana Benedict Kabiru ambaye aliweza kuuawa upande wa Haiti. Na magenge ya polisi ama magenge ya majambazi upande wa Haiti wakatoa kanda ya video. Nilitumianga some of you kanda ya video ikionyesha jinsi ambavyo magenge haya yalikuwa yanaburuta mwili wa afisa wa polisi wa Kenya ambaye waliweza kumfiatulia risasi. Kenya ikakataa, wakasema kwamba huyo mwili ama huo mwili ambao magenge ya Haiti waliweza kuchapisha ulikuwa ni mwili ambao ni AI generated body. Lakini magenge haya yakaweza kusema kwamba ni mwili wa Kenya. Familia sasa ya Benedict Kabiru wamekuwa wakihitaji waweze kupata information ya kutosha. Mpendo wao anaendelea vipi? Serikali ya Kenya ikasema kwamba huyu afisa wa polisi hakuuawa, yuko hai. Sasa familia yake imekuwa ikitamani sana mpendo wao aweze kupatikana akiwa hai. Kama maybe aliweza kuumizwa, aweze kuletwa apate matibabu. Maybe kama aliweza kutorokea maisha yake, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuona kwamba umeweza kushambuliwa utoroke. Maybe kama aliweza kutorokea usalama wake, aweze kurejeshwa nchini mwetu. Ama maybe kama aliweza kutekwa nyara, magenge yale yaweza kurejesha yule mateka. Lakini sasa Rais William Ruto alipokuwa upande wa Haiti, licha kwamba serikali yake imekuwa ikisema kwamba yule Mkenya hakuuawa, bado yuko hai, William Ruto akiwa upande wa United Nations aliweza kusema kwamba yule Mkenya aliweza kuuawa. Kitu ambacho kiliweza kuwashangaza familia yake, vile vile kitu ambacho kiliweza kushangaza wa Kenya. Yaani serikali inasema kwamba, serikali iliweza kukataa zile taarifa kwamba yule Mkenya aliuawa, lakini sasa hivi William Ruto
alisema kwamba yule Mkenya aliweza kufa kwa kutokana na mashambulizi ya magenge haya. Kitu ambacho kimeweza kuwashangaza wananchi wetu wa Kenya. Kwa sababu gani? Serikali inakana kutoka upande ule, upande huu inakubali. Kitu cha kushangaza zaidi ni kwamba familia ya Bwana Benedict Kabiru wamekuwa wakimtafuta. Wamekuwa wakipiga kambi katika afisi za serikali wakitaka mpendwa wao aweze kupatikana. Lakini mpaka leo hawajawahi pewa mpendwa wao ambaye aliweza kuuawa. Licha kwamba Rais William Ruto aliweza kuzungumza kwamba Benedict Kabiru aliweza kuuawa upande wa Haiti, Attorney General wa Kenya afisi yake inasema kwamba hawana information, hawana habari endapo huyu afisa wa polisi aliweza kuuawa upande wa Haiti. Kumaanisha serikali inafanya nini? Serikali inajichanganya kwenye taarifa ambazo wanazitoa. Hii serikali iko confused. Wanatoa taarifa hizi, wanatoa taarifa zingine. Wanakataa kuuawa, upande mwingine William Ruto anasema aliuawa. Hii serikali itaenda chini kama serikali ambayo haijitambui, haielezi ukweli, serikali ya ufisadi, serikali ambayo ni uongo, serikali ambayo ni ya utekaji nyara. Sijui wazo lako ni lipi? Ni hayo ambayo yameweza kuandikwa na kuchapishwa kwenye magazeti ya leo siku ya Jumapili. Siku hii ya leo ya Jumapili, gazeti la The Star halitolewi na gazeti la People's Daily halitolewi. Siku ya Jumapili huwa magazeti ni matatu peke yake. Kila ambacho nakuomba ni upige subscription, ulike video, ubonyeze kengele. Ukifanya hivyo utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa hichi kituo nambari 1. Vile vile unaweza ukatununulia magazeti by the way, mpenzi mtazamaji, kwa hii namba ambayo nitaweza kuweka hapo, kwa sababu ukitununulia magazeti inakuwa ni rahisi kwa sisi kukuchambulia na kukuelezea yale ambayo yameweza kuchapishwa. See you in the next video. God bless you. God bless Kenya. Please remember to subscribe.